Naam, karibu. Hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari, tuanzie katika jiji la Uvira, mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini. Watoto wawili kufariki dunia, nyumba nyingi kupelekwa pamoja na vitu vya ndani. Hayo ndio matokeo ya mvua nyingi ilionyesha mchana wa Ijumaa ya tariki mosi Mei 2026, ambayo imepelekea mto Kalimabenge kujaa zaidi na kusababisha madhara hayo ya kiutu. Kwake mwanasheria Chako Changu Bon Ane, moja kati ya malida mjini Uvira, ameonyesha hapa ni namna gani hali ilivyokuwa katika mji huo wa Uvira. Mvua imenyesha leo, mvula nyingi sana. Tangu saa 5 za mchana tu kabisa ndio mvula imenyesha kuwa mingi sana, ikafanya kwamba mtoni imetomboka, mtoni imejaa. Mtoni Kalimabenge ni mtoni ambayo inasepare quartier Kabindula na quartier Kalundu, ngambo ya juu na ngambo ya chini na separe quartier Kalundu na quartier Kilibula, mkiwemo pia quartier Nyamianda. Sasa ndo mtoni imejaa mingi ambayo imekuwa na madega ziko mingi, sababu kuna maparseli ambayo zimekatika na hata pia watoto wamoja wamekufa, wawili ambao wamejulikana wanaopatikana mnamo quartier Kilibula ngambo ya mtoni. Ni kweli kwamba mtoni imebeba nyumba zimoja za quartier Nyamianda na quartier Kilibula. Hiyo ndio ya mvua ambayo imeanza nyesha tangu saa 5 hadi mpaka saa hizi saa 12 mvua iko inanyesha katika vile ya Uvira. Hao watoto wafikia kufa, hakukuwa namna ya kuwaokoa, hakukuwa sekuru ya majirani na watu wengine metre. Mtangazaji, hakukuwa namna ya kuwaokoa kwa sababu mtoni imejaa, imebeba vitu vingi, madegani makubwa. Hapakuwa namna, ndio maana shida Inawezekana wamejenga pembezoni ya mto ndio ilikuwa sababu kubwa. Ukielewa kwamba tuko mwezi wa 4, ni mwezi wa mvua nyingi sana katika Uvira, ndio maana kama ndio cause. Lakini pia watu hawaheshimu ile separe maji pamoja na na kujengea. Hiyo ndio pia nyingine cause. Lakini pia wanatenga bila kuheshimu mipaka, kabisa wanakufa. Ndio shida hiyo tuko katika vile ya Uvira. Baada ya hiyo incident hakuja kuwa reaction yoyote kwa upande wa viongozi wa mji na hata wale wa jimbo. Tangazo leo kwamba leo ni siku ya ya konje, watu wengi, viongozi wengi wapumzika nyumbani. Upande mwingine ametoa mkono wa pole kwa familia zote zilizokumbwa na janga hilo, kama alivyorejea mara tena kunako laini ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika mji wa Uvira. Tunaangalia kwamba evaluation ya etat general ya inondation ambazo ni za leo, kazi moja kunaweza kuwa intervention, lakini machief kata ama chef de quartier ndio tumeona wakisumbua na kazi hizo kwa faida za waraia wa kata zao. Message ni kupeana kwanza pole kwa hali ambayo imetia sote, lakini pia kuambia watu kwamba tuzidi kuheshimu ya kujenga na espasi ambayo haipo ya kujenga, sababu mtoni hawajengaki pembeni ya mtoni kama kujenga nafasi ambapo mtoni imesha, sababu mtoni inaruhusu nafasi ambapo tulikuwa pasi yake. Lakini pia ni kwamba tukuambia kwamba wakuu viongozi wa mji waangalie kipi cha kufanya kwa haraka, kwa muda mchache na kwa muda utakokuja kule mbele, ili kwamba waendelee kulinda raia. Wakijua kwamba kila mwezi wa 4 mafuriko yanakuja mengi katika vile ya Uvira na madesizio yanapaswa kamatika. Huku tukikusa pia kwamba kuna plan ambayo imefanyika na CICR kwa ajili ya kulinda watu kontra hiyo inondation ambayo iko katika vile ya Uvira. Na tujielekeze kule Kinshasa, makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange amewekewa vikwazo na Marekani, ambayo inamtuhumu kusababisha hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia madai
ya kuunga mkono waasi wa M23 ambao wanaua raia usiku na mchana wasio na hatia. Kwa undani wa taarifa hii, naye mwanaripoti wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Safari Limasidilwe. Ndiyo, Marekani pia inalaumu kwa kukaa mjini Goma, eneo lilo chini ya udhibiti wa waasi. Vikwazo hivyo vinajumuisha hasa kufungiwa kwa mali zake zote zilizopo ndani ya mipaka ya Marekani. Kiongozi huyo zamani wa nchi ambaye yuko uhamishoni tangu mwaka 2024 alihukumiwa adhabu ya kifo akiwa yupo kwa kutokuwepo mahakamani tarehe 30 Septemba 2025 na mahakama kuu ya kijeshi kwa makosa ya uhaini na kushiriki katika harakati za uasi bila kupewa nafuu yoyote ya adhabu. Mrisi wake Felix Tshisekedi ameendelea kumshutumu kwa madai ya kushirikiana na kuwa mwanzilishi wa kundi la AFC linaloongozwa na aliyekuwa rais wa tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Seni Corneille Nangaa. Kwa mujibu wa Jacquemain Shabani, naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani, usalama na ugatuzi na masuala ya kimila na kiongozi wa chama tawala, vikwazo hivyo ni matokeo ya kawaida kwa wale wote wanaozuia au kuhujumu mchakato wa amani unaendelea pamoja na ahadi zilizotolewa Washington. Anasema kuwa Joseph Kabila hahusiki tu na mgogoro wa mashariki, bali ndiye hasa chanzo chake kikuu. Ni matokeo ya kawaida tu na hata aliyochelewa kuchukuliwa. Sio tu kwamba anahusika, yeye ndiye mchochezi, mwanzilishi na mbunifu wa mpango wa kusambaratisha Kongo. Huyu ni bwana Joseph Kabila. Kwa kuzingatia mchakato ambao Marekani imejihusisha nao na jitihada zote za kuhujumu mchakato wa amani, ni jambo la kawaida katika kuweka shinikizo kwamba wale wote wanaokataa kushiriki na kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa Washington watawekwa wazi. Alisema hayo waziri wa taifa husika na mambo ya ndani Jacquemain Shabani. Serikali ya Kongo kupitia taarifa rasmi imepongeza uamuzi wa hazina ya Marekani iliyochukua siku ya Alhamisi hatua ya vikwazo dhidi ya Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikifichua jukumu lake kuu katika kutokuwa na utulivu wa nchi kupitia madai ya kuunga mkono waasi wa AFC M23. Kinshasa imeonyesha kuridhishwa na hatua hiyo, ikiona kuwa ni muhimu hasa katika kupambana na kutokuwajibika na kuwajibisha wale wote wanaochochea hali ya kuyumbisha inayoendelea nchini DRC. Kwa mujibu wa taarifa ya hazina ya Marekani kupitia ofisi ya kudhibiti mali za kigeni OFAC, Kabila anadaiwa kutoa msaada wa kifedha kwa AFC ili kushawishi hali ya kisiasa katika mashariki mwa DRC na pia kuhamasisha wanajeshi wa FARDC kuacha jeshi kutoroka ili kujiunga na waasi. Taasisi hiyo pia inadai kuwa Kabila alijaribu bila mafanikio kuanzisha mashambulizi kutoka nje ya nchi dhidi ya FARDC mashariki mwa nchi na alifanya juhudi za kuweka madarakani mgombea mpinzani wa rais wa sasa ili kurejesha ushawishi wake ndani ya serikali ya Kongo. Kutokana na aliyo, mali zote na maslahi ya Kabila yaliyo chini ya mamlaka ya Marekani pamoja na taasisi ambazo anamiliki kwa 50% au zaidi zimefungiwa. Raia wa Marekani wamepigwa marufuku kufanya miamala yote naye isipokuwa kwa kibali cha jumla au maalumu kutoka kwa OFAC. Tujielekeze kule katika mji wa Baraka. Ni kwamba kijana mmoja kujeruhiwa kwenye mkono wake kwa kupigwa risasi, simu na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na mtu asiyejulikana na ambaye alikuwa na silaha usiku wa siku ya 4 katika kata la Kalinganoro mjini Baraka. Katika mazungumzo nasi Asende Eliati Kuboka, mkuu kiongozi wa kata la Kalinganoro, ameanza kueleza namna mkasa ulivyokuwa. Katika kata yangu ya Kalinganoro kulikuwa kijana mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Alimasi. Ilikuwa mamida ya saa 3 za usiku. Akabaniwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amemiliki silaha. Maongezi ya yule kijana alisema kama ule mtu ambaye alikuwa anamiliki silaha alimsimamisha. Baada ya kumsimamisha akaanza msopa, akamnyang'anya pesa, akamnyang'anya na telefoni na akapenda mpige masasi. Wakati alimpiga masasi, yule kijana alisema kama ile masasi haikuingia. Baada ya hapo yule kijana akaanza lalamika kusudi wengine waje kumsaidia. Baada ya hapo ule mtu ambaye alikuwa amemiliki silaha akaenda zake. Yani alienda baada ya kusikia ule kijana anaanza ita watu vile intervention wakuja kumsaidia ule askari, kama alikuwa askari, kama alikuwa bandia, kama alikuwa nani, akaenda zake. Ndio hivyo, ndio habari. Aliondoka kabisa na telefone, akaondoka na pesa
Mwishowe ameomba kwa serikali ya Baraka kuzidisha ulinzi wa raia na mali yake, hasa katika kata hilo la Kalinga Noro ambao hali ya ukosefu wa salama yashuhudiwa kila siku. Naweza nikaambia serikali ikamate jukumu yake, kwa sababu Masasi iko nalia sana. Nikisema Masasi inalia sana, tunaangalia wale wenyewe ambao wanamiliki silaha, les porteurs d'armes, ndio wenyewe wanapigaga Masasi. Serikali kabisa ikae chini, iangalie kisi gani ya kumaintenir usalama mukata Kalinga Nord, hata muvile yote ya Baraka, kwa sababu hii Masasi iko nalia kila fasi muvile ya Baraka na kila siku. Na probleme ni ile matelefoni. Kijana kama iko toka Ukabumbu, bana muarete, bana munyang'anya telefoni. Ule bandia, tuseme ni bandia, alimpiga Masase, haikuingia, lakini kuku imoya yenyewe ilimugusa kumkono. Na ule kijana akaenda kwa hospitali, hivi iko kwa hospitali. Kwa hiyo ningeomba serikali kabisa ikae chini, ilete usalama wa raia. Serikali iko pale kwa kulinda raia na mali yake. Ndio nasijua kwamba ni kisa cha ngapi hichi ambacho kinajitokeza katika kata yako. Yaani naweza nikasema hata mara 10, kwa sababu hakujapita hata siku 2-3 hapo. Tena mkatangu wa Kalinga Noro walipiga Masasi, utasikia kama ni vita vinaingia. Kumbe ikukuwa hata vita. Yaani inaweza ikakuwa hata vitendo vya mara 10. Yaani presque kila siku. Kuko mwingine chef d'avenue wangu Willy Delor bali mpiga mipanga, wakampiga mipanga nini kumsumbua. Hiyo yote kabisa inatukera sana sisi kama vile raia. Tunaomba serikali kabisa ikae chini, ituletee amani. Raia inapenda amani. Naweza nikaambia raia yangu ya Kalinga Nord kama itulie. Serikali ni serikali, na hivi vyote wenye viko vinapitikana mkalinga Nord, serikali iko najua na iko naona. Najua serikali haishindwagi na kitu. Raia yangu ya Kalinga Nord napenda kuiambia kama itulie, isiwe na papara. Serikali itafuatilia hii kazi na itamaliza hii insecurity. Tubaki tu na mji wa Baraka ni kwamba mtoto aliyepoteana na familia yake kwa muda mrefu kutokana na machafuko ya vita vya M23 amerudishwa nyumbani kwao siku ya Ijumaa ya wiki tunayo nalo shirika la Action Aid, tendo ambalo limeleta furaha kwa familia yake. Bukur Tantine Aldama atueleza yafuatayo. Naam, magabidhiano hayo yamefanyika mbele ya viongozi wa serikali na wale wa kitengo cha Divase mjini Baraka ili kukamilisha kuwa mtoto huyo anafika mahali salama. Safi Butunga Brigitte ni mfanyakazi wa shirika la Action Aid, kitengo cha elimu na ukingo kwa watu wote. Ameomba kwa watu wengine ambao bado wanaishi na watoto wa aina hiyo ni vyema kuwapeleka kwenye ofisi ya shirika la Action Aid ili kuwasaidia watoto hao kupata wazazi wao. Safi Butunga anatoa shukrani zake kwa mama mlezi wa mtoto huyo. Karibuni tena wapendwa. Asante. Kwa kweli leo ni siku kwetu ya furaha sana. Sisi kama Action Aid pamoja na familia mbili, moja ambayo imebaki na mtoto muda wa siku za kutosha pasipo kujua wazazi wako wapi, na familia nyingine ambayo imejitahidi kutoka nyumbani ili itafute, lakini leo ni siku nzuri kwetu ili tukutanane leo na tupane mtoto rasmi mbele ya serikali, mbele ya wazazi wote wawili, kwa sababu watu wanapofanya mambo kama na haya ni jambo ngumu ambalo si kila mtu, kila mzazi ambaye anaweza kukubali kukaa na mtoto asiyejua wake ni nani. Ni mtoto ambaye amezaliwa na yeye mtoto anakubali kukaa na watu wasiowajua. Hili ni jambo kubwa ambalo kwetu sisi tunapongeza sana Mama Suzana kwa kazi kubwa umefanya ya ulezi na alama nzuri ya utu, kwa sababu leo anaweza kuwa wa mwenzako, kesho anaweza kuwa wa. Hiyo inatutia moyo sana kuona siku ya leo ni siku ya retrouvailles, pia ni siku ya kukabidhi mtoto katika mikono ya wazazi wake. Na sisi tunasema hivi, asante sana kwa wazazi, mpaka hivi tungali na zile jitihada. Action Aid inaendelea kufanya kazi hii kwa yoyote yule ambaye anaweza kuwa angali bado anahangaika. Wapi anaweza kupata msaada, kwa kutafuta wapi nitapata wazazi wapi. Action Aid tunasaidiana pamoja na familia ambayo imeokota watoto kama na hao ili tutafute kwa pamoja na tupate suluhisho kwa pamoja.
pamoja. Na pia Action Aid inaleta mchango mkubwa kwa ajili ya watu kama na hawa. Tunaweza wasaidia nauli ya kurudisha watoto. Kwa maneno haya tunawashukuru sana, pamoja na kushukuru kitengo cha Divas ambacho tunashirikiana nacho kila leo, wala hachoki. Hivyo ni kwa umoja en collaboration nao. Pia tunaendelea kushukuru kwa presence yetu sie wote hapa siku njema ya leo. Tunasema asante. Binti Ivoni Kinyoni ni mtoto wa miaka takriban 13 aliyepoteana na wazazi wake. Ameanza kuonyesha kisa na mkasa kilichompelekea kuwasili katika mji wa Baraka. Sisi tulikuwa tuko mama, papa na dadangu na kaka yangu. Tulikuwa kufika pale Uvega. Masasi kanzalia ya mingi. Mama, papa nikamwambia mimi nachoka. Tokea wapi kwanza? Berizi. Mimi nachoka, kanambia twende. Masasi kwa lia pale inasikia kupito. Kanambia hapana nachoka. Tukaenda ile mvuma ya watu wa mingi nikapotea. Ile potea nikaona wengine wako shuka hiyo kumasi kwa najua kanjo Tanganyika kanjo nini. Nikafika pale kumai kuangalia mama sikuwaonaka. Sasa sikuwaonaka kaona wengine wakajitupa maboti na mimi nikajitupa mule. Huya hivi. Sasa tulikio hiyo na mai tulikana na bato. Tunafika hapa hivi. Naambia hapa mama nisaidie nafasi ya kulala. Akasema mimi si nafasi, batangu ni ba mingi. Kaenda vile pale ni kualia machozi kutuisha. Mwingine mama na akapita. Kaambia hivi. Kaambia na mimi njoo hivi watoto wangu ni ba mingi. Isha mama akapita kanatoka kusoka na akaniona ni kualia. Yeye akasema hivi usikia hata haya kulia pale. Beba kwa naganjo wabali. Kaambia nini napoteana na wazazi. Kaambia wapi kwa mlipoteana? Depi Uvega kule njoko tulipoteana na wazazi yangu. Poteana na wazazi pale yeye akanambia hivi. Sisi tunawakosa twende ulale kwangu. Nikakuya hapa hivi. Nikakoga, kanipatia nguo yake nikavala, kukucha, tukarudia kumai. Tukaangalia pa mama, kuna mamangu nawe tunajuana hakuna. Akaniambia si nianze tu hapa kwa kitu. Tuanza patafuta mamangu pole pole. Na njoo hapa nikaanza tu hapa kwa hadi hivi. Njoo kakangu anapatikana, kakangu Jerome. Wazazi kwa sasa mshajua mahali walipo? Ndiyo. Walisema wazazi wako wapi? Wako mkambi. Mkambi gani? Bunzi. Mwakilishi wa kiongozi wa kata la Kalinganor Fidel Amisi Kakozi, pia mwandishi kwenye ofisi hiyo ya kata ya Kalinganor, amesema kufurahishwa na hatua hiyo iliyoanzishwa na shirika la Action Aid. Asante. Sawa, tunashukuru sana kwa Action Aid na Divasi kwa kazi ambayo wanaendelea kufanya kwa kujali watoto ambao wameachana na wazazi wao kwa siku nyingi. Tunashukuru tena familia yenye ilipokea huu mtoto Ivoni Kinyoni kwa malezi ambayo walimpatia kuanzia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 5 tariki 1 leo. Hiyo kabisa mama tunapongeza sana, na hiyo hali izidi kuwa kwa watu wote. Wakati tunalokota mtoto vile mwenye anakuwa anakimbia swate vita na anaachana wazazi wake, ule mtu mwenye anamlokota anapaswa kuwa na moyo wa mzuri wa kuhifadhi ule mtoto kunyumba kwake, anamlea saa mwingine mtoto yake tu, na mpaka pale kwenye mtoto atapata wazazi yake na mtoto anarudia kwao. Hiyo ni hatua ambayo tunafurahia sana, na tunapenda Divas pamoja na Action Aid iendelee kusaidia watoto wengine ambao wangali mikono ya yenyeiko ya wazazi wao. Upande wa mwanafamilia wa mtoto huyo Ivone, ambaye amekuja mjini Baraka akitokea mjini Uvira Parubirizi katika malengo ya kuja kumuona mdogo wake, amesema kuwa hakuwa na matumaini kuwa dada yake yupo hai, kama anavyotoa shukrani zake kwa watu wote waliojumuika katika ulinzi wa dadaye. Mimi natokea Uvira, ndio nyumbani ni Luberizi. Mimi nashukuru sana kwa kuona gisi nimeona dada yangu, kwa sababu ni muda mrefu hatukuwa na wazia kama angali anaishi kwa hii dunia, lakini kupitia Action Aid tuliambiwa ya kuwa wameona mtoto wetu huku Baraka, na ndio maana tulifika, na tunashukuru sana kwa familia iliyomwogota na kumulea, kwa sababu tunamuona kabisa iko afya mzuri. Mungu anasaidia kabisa, tuka Mungu azidi kuwabariki. Asante sana. Mama mlezi wa binti huyo anapongeza vya kutosha shirika la Action Aid pamoja na Divasi kwa ushirikiano mzuri mpaka kufikia binti huyo kufika mikono salama, kama anavyotoa shukrani zake. Tumsikilize. Mimi nashukuru sana biro ya Divasi, nashukuru sana biro ya Action Aid kwa ushirikiano si wote yenye tulikuwa pamoja nao jua huyu mtoto, juu vilionekana saa vile anakuwa na mikono ya serikali yote. Wakati mtoto akona tatizo tungebajulisha na wanatusaidia gisi ya ile tatizo
kuishi. Nashukuru sana sana kutunga mkono, kutusapoti, kutia mtoto msekirite. Nashukuru kabisa. Na mtoto alikala hapa, alikala sawa vile watoto wenzake. Na shukuru pia gisi kaka yake alitoka kule akakia tafuta mtoto huku na namkute ko mzima. Na ni miezi mingapi huko na mtoto huyu? Kuanzia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 5 le 1er Mei. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako alikuwa Omari Makelele Ozil.